Habari, leo tunakwenda kuangalia jinsi ya kutunza macho kwa wanaotumia muda mwingi kwenye simu na kompyuta. Watu wengi hutumia zaidi ya masaa 6 mpaka 10 kwa siku wakitazama skrini za simu na kompyuta. Hii hupelekea matatizo ya macho kama vile macho kuchoka, kuona ukungu, maumivu ya kichwa, macho kuwashwa na kukauka. Hali hii hujulikana kitaalamu kama computer vision syndrome na huweza kupelekea matatizo mengine ya macho makubwa. Sasa leo tutaangalia sababu za macho kuchoka kwa watumiaji wa simu na kompyuta. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado hujajiunga nasi, basi jiunge nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe kisha kengele pembeni yake. Tuanze kuangalia sababu za macho kuchoka. Sababu ya kwanza, kutokukunja kope za macho mara kwa mara, lakini pia mwangaza mkali wa blue au tunaitaga blue light, lakini pia umbali usio sahihi kati ya macho na skrini. Unaweza kama umeweka skrini karibu sana, lakini pia kukaa muda mrefu bila kupumzika, lakini kukaa vibaya, tunaitaga posture wakati wa kutumia simu na kompyuta. Dalili za macho kuchoka kwa watumiaji wa simu na kompyuta. Kwanza, unaweza ukapata maumivu makali ya macho au macho kuwa mazito yanayoambatana na machozi. Lakini pia macho kuwa mekundu au kukauka. Lakini pia kuona ukungu au maluelue au kuona mara mbili. Lakini pia machozi mengi kutoka katika macho. Lakini pia kukosa umakini na hisia za uchovu. Unahisi kama kizunguzungu, lakini unahisi jambo moja unarudia kuliangalia zaidi ya mara 3. Njia za kutunza macho kwa watumiaji wa simu na kompyuta. Kwanza, kuna kanuni moja inaitwa kanuni ya 20-20-20. Kanuni ya 20-20-20. Sawa? Hii kanuni nasema kwamba kila baada ya dakika 20 za kuangalia skrini, angalia kitu kilicho umbali wa futi 20, takriban mita 6 kwa sekunde 20. Yaani kila baada ya dakika 20 umetazama kompyuta yako au simu baada ya dakika 20. Sawa? Ikishafika dakika 20, angalia kitu kilicho mbali kidogo, takriban mita 20 kwa muda wa sekunde 20. Sekunde 20 ni chache sana, hata ni kama unahesabu 1 mpaka 20. Kwa hiyo hii itakusaidia na imesaidia sana watu wengi kupumzisha macho. Lakini pia epuka mwangaza mkali. Ndio, ukikaa kwenye chumba usitumie chumba kina giza alafu mbaki na simu yako katikati peke yako. Hii inakuletea macho yanapata maumivu makali. Kwa hiyo kama upo kwenye chumba kina giza, basi hakikisha umepunguza chumba kina mwanga na simu yako ina mwanga, lakini pia umepunguza mwanga mkali. Punguza brightness ya simu, kompyuta. Hali hii inaweza kapelekea macho kuuma, lakini tunakushauri upunguze kulingana na mazingira. Ukiwa mchana, weka brightness ya simu yako kutokana na mazingira, na usiku pia hivyo hivyo. Lakini kuweka umbali sahihi. Umbali sahihi. Umbali wa skrini na macho angalau sentimita 40 mpaka 60. Skrini ya TV pale ambapo umekaa wewe, sentimita 40 mpaka 60. Na simu pia tunashauri iwe hivyo hivyo. Lakini kuchezesha kope, njia ya 4, kusaidia kulainisha macho na kuzuia ukavu. Lakini pia kutumia miwani ya kulinda macho. Kwa wale ambao wanatumiaga miwani wanapata changamoto, kuna ile miwani ya kusomea na miwani kwa ajili ya mwanga, inaweza kusaidia pia. Lakini pia kupata mapumziko kama nilivyosema, lakini pia kunywa maji ya kutosha. Kunywa maji ya kutosha hii pia inaweza kusaidia kupunguza hatari ya macho kuwa makavu na kuuma sana. Mazoezi ya macho. Hili ni jambo la 8. Kufuatisha kitu, kuangalia kitu, kutazama kitu, kuchezesha macho, lakini pia kufumba macho na kufumbua. Hii tunashauri pia na imekuwa ikiwasaidia watu wengi wanaotumia muda mwingi kwenye simu na kompyuta. Wakifanya kazi muda mrefu, chezesha macho.
tafadhali peleka macho kushoto kulia inasaidia pia. Kunawa uso na kupaka mafuta inasaidia pia kutunza macho kwa wanaotumia skrini na kompyuta kwa muda mrefu. Niombe nijue njia gani ambazo unatumia kutunza macho ukitumia simu na kompyuta kwa muda mrefu. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba, nikutakia siku njema na Mungu